Naam, tumerejea mtazamaji wa JNTV, karibu sana, ikiwa hivi sasa ni saa 2 na dakika 17. Ni wakati wa kwenda kuangazia habari za michezo ambazo zimechomoza hapa nyumbani Tanzania, lakini pia zile zote ambazo zimejiri nje ya mipaka ya Tanzania kwenye ligi na michuano mbalimbali. Huko kote tutakwenda kuvuma, tukianza na nyumbani hapo tutakwenda kugusa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara ambayo hapo jana iliendelea kwa mechi mbili kupigwa. Mchezo wa mapema uliowakutanisha Mbeya City dhidi ya Coastal Union kutoka kule jijini Tanga, lakini pia pale Singida Dodoma Jiji waliwaalika Young Africans, mabingwa watetezi wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. Habari ikawa ni kubwa zaidi baada ya dakika 90 kwenye uwanja wa Airtel pale mjini Singida, Young Africans wakidondosha alama 3 na kuharibu ile unbeaten ambayo aliitengeneza kwa muda mrefu. Lakini leo pia ligi hiyo itaunguruma pale mkoani Kigoma. Mashujaa Football Club watakuwa wenyeji wa Simba Sports Club. Lakini si mchezo huo tu, pia michezo mingine mitatu itapigwa. Mtibwa Sugar watakuwa nyumbani dhidi ya Kinondoni Municipal Council kwa maana KMC, wakusanya mapato wa pale Kinondoni. Lakini Tanzania Prisons watakuwa wenyeji wa Fountain Gate Football Club, lakini wanalambalamba Azam FC dhidi ya Pamba Jiji. Mechi hizo zote tutakwenda kuangalia mechi za jana, tathmini yake, wapi Young Africans walikwama, Dodoma Jiji walifanikiwa wapi hasa, lakini Coastal Union wapi walifanikiwa na Mbeya City walikwama wapi. Moja kati ya michezo ambayo ilikuwa ni mizuri pia tutakwenda kufanya tathmini yake. Hali kadhalika kuelekea mechi za leo pia tutakwenda kufanya tathmini. Lakini pale nchini Uingereza jana ligi kuu ya soka nchini humo maarufu kama Premier League iliendelea kwa mchezo mmoja wa Manchester City wakizidi kunyapia mbio za ubingwa wa EPL, wakifuata nyayo kwelikweli za Arsenal ambao ndio vinara wa ligi hiyo mpaka sasa. Lakini kule La Liga pia mechi kadhaa zilipigwa. FC Barcelona baada ya ubingwa jana wanafanikiwa kupoteza mchezo. Lakini pale Italia, Coppa Italia, Internazionale Milan baada ya kutoa ubingwa wa ligi kuu walifanikiwa pia kutoa ubingwa wa kombe la FA maarufu kama Coppa Italia nchini humo. Nipo na Andrew Nehemia kama ambavyo tumeanza kipute pamoja, na wakati huu tunageukia upande wa michezo. Andrew Nehemia, kocha msaidizi. Yes. Leta usaidizi wako dimbani. Uko vizuri? Mungu mwema. Mungu mwema bwana. Kama kawaida. Vipi hali ya jana kwanza? Hali ya jana bwana kwenye mchezo wa Yanga ndio dhidi ya Dodoma au Dodoma dhidi ya Yanga. Ndio. Jana tumeshuhudia mchezo mzuri, lakini pia mchezo wa Mbeya City sahihi dhidi ya Coastal Union Mangush. Tumeshuhudia mchezo bora sana hapo jana. Ndio. Kwa hiyo tukianza na kutazama labda mchezo wa Mbeya City na Coastal Union. Ndio. Ambapo tumeshuhudia kina Maabadi wakifanya maajabu. Sahihi. Sada Mwanza akifanya maajabu ya dunia. Puskas au na aliyoingia kwenye Puskas. By the way, kwa matukio makubwa ya mchezo wa jana wa Mbeya City na Coastal, utalizungumzia goli la Sada Mwanza. Ndio. Kwa sababu kitazama distance ya goli, akili ya kuweza kupambanua kwamba hapa nilipo sasa niweze kufanya maamuzi magumu. Ndio. Unajua ni wachezaji wachache ambao wana maamuzi magumu kama aliyofanya jana Sada uwanjani. Ndio. Aliporeceive mpira, ndio, akatazama, akainua macho kutazama goli. Maybe yawezekana pia ndio na wasiwasi na goalkeeper wa Mbeya City. Ile ukitazama alivyocheza ule mpira bwana Mwanza pale, utasema alimchungulia goalkeeper kama alikuwa hayupo makini au vipi, kwa sababu goalkeeper mpaka mpira unaingia nyavuni kama vile hajielewelewi kama unajua mimi kwa mtazamo wangu ni kwamba mara nyingi mfungaji anapokuwa na mpira, yeye ndiye anayeona mlinda mlango anataka kufanya nini. Sawa? Na mtu pekee anayejua nini kinakwenda kufanyika kwenye ule mpira ni yule anayemiliki mpira kwa wakati ule, kwa maana yeye ndo anayejua kwamba mimi huo mpira napouchukua nataka nitoe pasi, huo mpira nataka nipeleke wapi. Mlinda mlango anakuwa tuna zile tunasema anaweka makadirio kwamba huenda anaweza akatoa pasi, huenda anaweza akashuti, kwa anakuwa hana yale maamuzi moja kwa moja. Kwa hiyo yeye mlinda mlango
akili yake inakuwa imejigawa kwenye vitu vingi sana. Anakuwa yupo tayari pengine kwa kucheza mpira wa moja kwa moja, au anakuwa tayari pengine kukaa kwenye position ambayo mtu atapewa pasi, anakuwa hana jibu la moja kwa moja. Lakini mwenye mpira yeye ndio anayekuwa na jibu la moja kwa moja kwamba ninakwenda kufanya nini. Sasa ukitazama unajua tofauti, mpira ule ulikuwa na kasi. Alafu kipa ili akacheze mpira una pembeni kama ule, anatakiwa apige hatua moja. True. Na kumbuka, unapopiga hatua moja ule mpira upo angani, unasafiri unakuja. Ukishapiga hatua moja unatakiwa sasa ndipo uanze kuruka kufuata mpira. Umeona hizo hatua hizo process ambazo wakati ya kule mpigaji anakuwa ameupiga mara moja, alafu kumbuka wakati huo umeshtukizwa bila kujua nini kinataka kufanyika. Kwa hiyo siamini, au mimi kwa mtazamo wangu sifikiri kama pengine mlinda mlango ni wa kutupiwa lawama, ila mfungaji alitumia ubunifu mkubwa sana kuweza kuandika lile bao. Na nilikuwa nazungumza kwamba ni kupambanua kwa wachezaji wachache, ndio kama vile, na kwa ligi yetu vile alikuwa anafanya Aziz Ki, ndio anafanyaga Faisal kwa mara chache, ndio anafanyaga Faisal kuweza kufanya maamuzi magumu nje ya uwanja ya 18. Kitazama wengine wachezaji kina Duke Abuya wanafanya, lakini zinakuwa hazina. Alikuwa hapo Saidi Hamis Ndemla. Ndemla, yes. Ndemla alikuwa anafanya mambo kama hayo akiwa nje kabisa ya box mbali. Ndio. Na nakuta mambo yanakaa vizuri kwenye nyavu. Kwa hiyo kwa jana mimi naweza nikasema pia kwa Mbeya City wana kikosi kizuri. Sema shida wanavyofanya yani hawana ile compact. Yaani kwamba tumejenga hiyo compound. Ndio. Tuifanyaje sisi wakati labda kwa attack. Ndio. Jana tulikuwa tuwa check game mimi na wewe. Ukazungumza kwamba wanavyosimama uwanjani Mbeya City kwamba ndicho kitu ambacho kinafanyaje kina cost, kwa sababu unakuta moja kule mwingine uko huku, hapa wanaacha mianya mingi sana ambayo mpinzani anaweza kaitumia moja kwa moja kuweza kufanya penetration za pass, ndio kuweza kufanya maamuzi mengine kwa upande wao. Sahihi. Mbeya City, tazama mechi zao na hizi labda Simba Yanga wanavyocheza kwa umakini mkubwa sana. Ndio. Umeona? Wanacheza vizuri, lakini wanapokutana hizi timu ambazo zipo kwenye daraja ambalo wanafanana, wapo na wanabadilika Mbeya City mpaka unabaki unashangaa kwamba inakuwaje. Ndio. Jana mtu anapata nafasi lakini kufanya transition pass zile kwamba bwana sasa hivi twende mbele moja kwa moja. Ndio. Mtu ana receive ball, anazunguka na mpira, at the end anarudi back. Yaani ni mpira wa kizamani sana. Ni mpira wa kizamani. Na mpaka jana nikakwambia kwamba kwa endelezo wa hizi timu ndogo, ndio, ambazo zipo kwenye madaraja ya chini, Simba Yanga zitazidi kubeba ubingwa mpaka zichoke. Hadi zichoke. Kwa sababu haoni kwamba hizi timu zina focus. Hizi timu haoni kwamba zina focus bwana. Tumekutana hii timu ambayo ipo kwenye daraja la kwetu. Tuonyeshe nguvu ambazo tunaonyesha kwenye Simba na Yanga. Unafikiri wachezaji wakiingia na ile spirit ya kwamba tumekutana hii timu, ndio, kama tufanyeje? At the end ungekuwa unafanya performance ambayo ni nzuri uwanjani na kufanya na kupata matokeo. Ndio. Mbeya City imepanda. Umeona? Ligi. Lakini na bado ipo hatarini kushuka tena. Sasa mtasemaje? Na pengine mimi ndicho hicho ni kweli kabisa kwamba kiukweli kumekuwa na kiwango kidogo sana cha matarajio au pengine tuna asilimia za kwamba hizi timu za daraja la kati pengine siku moja inaweza ikatoa ubingwa kutokana na mara nyingi wamekuwa wakisubiri wachezaji waliofeli Simba na Yanga ndio wasajili. Si wao kufanya scouting ya wachezaji kutoka sehemu zingine na kuwaleta kwenye timu zao. Kwa hiyo unaweza ukaona huo tofauti. Kama unasubiri mchezaji aliyefeli Simba na Yanga kisha umlete kwenye timu yako, maana yake ni kwamba pindi mtakapokutana huyo mchezaji hawezi kukusaidia kwa sababu si mchezaji wa daraja la hiyo timu ambayo wametoka. Kwa sababu wao waliona hafiti kufanya hicho kitu. Wakamleta mtu mwingine ambaye ana uwezo zaidi yake. Kwa hiyo
bado mtaendelea kuteseka na kuwa kwenye kiwango cha chini kutokana na aina ya sajili ambazo mmekuwa mkizifanya mara zote. Ila bwana, kabla hama hapo, kitu ambacho nimekizungumza it is true, sio hivyo? Ni uhalisia wa mambo yalivyo, lakini mimi nilikuwa na tamani kuona hawa wachezaji ambao msema kwamba wamefeli, mimi nasema kwamba labda wameachwa na timu kulingana na mahitaji ya timu, sio ndio hivyo? Sio, naelewa ndio kwamba wameachwa na Simba labda na Yanga kulingana na mahitaji ya timu, manake hujatiki kwenye mifumo, ndio at the end ndo unaona wanakuacha. Tumemwona jana Kevin Kigeri, yes, Mbeya City. Ni mtu ambaye nilitegemea afanye makubwa sana kama alivyokuwa anapambana akiwa Simba. Ndio. Lakini mipira anapitia winga namba 7. Lakini atuone zile crosses zinaenda. Hafanyi maajabu makubwa kwamba tuweze kusaidia timu. Ndio. Kwa hiyo mwisho wa siku najikuta watu wanafanya sajili ambazo ni mbovu, sajili ambazo haziwezi kuwafikisha sehemu yoyote. Yaani tutawafukuza makocha wengi mno mpaka tuchoke kwenye hizi timu kwa sababu tunawaleta wachezaji ambao sio quality kwenye timu. Kwa maana kwa tafsiri yako ni kama navyokupata hivi ni kwamba hizi timu ndogo zina makocha wazuri. Sahihi. Lakini wachezaji si wa kuwawezesha hao makocha kuonesha uzuri wao. Of course, yani hawa makocha, kocha anaweza kawa na tactics nyingi sana za kumpa mchezaji. Lakini mimi nimekupa mbinu, wewe ni askari. Ndio. Mimi nimekufundisha bwana, tukiwa kwenye uwanja wa vita, ndio, ni hivi na hivi na hivi. Tunajilindaje? Tunaataki vipi? Ndio. Adui yuko wapi? Je, zile mbinu ambazo nimekupatia unazitumia uwanjani? Ndio. Tumeona timu nyingi siku hizi, yani nafasi zinapatikana za kufanya maamuzi, lakini hawafanyi mambo kama hayo. Hauwezi kumtegemea kwamba kocha ndo aje afanye implementation yake. Mbona kwamba kocha aje akushikishe mguu, ashike mguu, asikume mpira. Yani ni kitu ambacho hakiwezekani. Kwa hiyo tutawalaumu makocha, kumbe ni wachezaji ambao bado quality ni ndogo. Ndio. Bwana, sasa sawa. Sasa mara baada ya mchezo huo wa jana kutamatika, bwana Andrew Nehemia, yes, Coastal Union baada ya kukusanya alama 3 wamefanikiwa kuchumpa mpaka nafasi ya 10 wakiwa wamecheza michezo yao 23, alama 25 ambazo wamezikusanya, wakati Mbeya City kwenye nafasi ya 14 baada ya kucheza mechi 23 lakini wakikusanya alama 21 pekee. Jahazi la Mbeya msimu huu ni kama lisipokuwa makini linaweza likateketea lote kwa pamoja. True. Kwa sababu Mbeya City yupo nafasi ya 14 ambayo ni nafasi ya kucheza playoff, wakati Tanzania Prisons yeye ni dhaifu hali kabisa. Yupo nafasi ya 15 na alama zake 14 tu. Kwa hiyo na amesaliwa na michezo takriban 8 ambayo ya kuweza kujitetea. Akusanya alama pengine kwenye michezo yote 8 ili aweze kubaki kwenye ligi kuu. Sasa wakati unashinda wewe michezo 8, je, wengine hali zao zipoje? Yes. Kwa sababu Tanzania Prisons hapa kwenye mechi zake ambazo zimesalia hana KMC. Okay. Ambaye KMC yupo down kabisa. Tungeweza kusema pengine angemfunga KMC angezidi kumdidimiza zaidi. Na leo KMC na mchezo kama sijakosea. Na yes, anayo mechi leo KMC. Lakini kwenye mechi ambazo zimesalia KMC, Coastal Union hana Mbeya City ambayo tunasema ni timu ambayo anashindana nayo kwenye hiyo nafasi. Yes. Kwa hiyo unaweza ukaona hapo kwamba wakati wewe unataka ushinde mechi zako, je, KMC na Mbeya City wao matokeo yao yapoje kwenye mechi zao zingine? Kwa sababu KMC akishinda hata mechi 3 au 4 moja kwa moja anaweza akamshusha, lakini ana alama 9. Alama 9 akishinda mechi 4 anakuwa na alama 12. 12 jumlisha hizo 8, ana 9 hapa. 9. Yes. Kwa hiyo anakuwa na 21. Bado anakuwa kwenye nafasi ya anakuwa nafasi ya 15. Maana anamshusha Prisons. Sasa hapo inategemea Prisons maana yake asitoke sare kwenye mchezo wote na wala wakati KMC anashinda mechi 3 au 4, wakati huo Prisons anapoteza mechi zote 4. Is it possible? Uwezekano upo.
hizo mechi ngapi ambazo zimebaki? Ndio. Uwezekano upo. Hii ni football. Ngoja tuangalie ratiba ya KMC hapo. Yaani uwezekano upo kwenye football. Kwa hiyo usishangae kuona mambo yamebadilika. KMC ana mechi zake ambazo zimesalia. Ana mechi dhidi ya Mtibwa Sugar, ana mechi dhidi ya Pamba Jiji, ana mechi dhidi ya Azam, ana mechi dhidi ya TRA, ana mechi dhidi ya Coastal Union, ana mechi dhidi ya Namungo, ana mechi dhidi ya Mashujaa, ana mechi dhidi ya Simba. Sawa? Hatari. Kwa hiyo hali ni tete. Hali ni tete. Na hiyo ni taarifa bwana, nadhani tuifunge hivyo. Taarifa ya Mbeya City dhidi ya Coastal Union. Lakini taarifa nyingine mtazamaji wa JNTV ni pamoja na ile ya ligi kuu ya NBC Tanzania Bara, mchezo mwingine ambapo jana Dodoma Jiji walikuwa nyumbani kwenye uwanja wa Airtel pale mjini Singida wakiwaalika Yanga Afrika, na mchezo huo ulimalizika kwa dakika 90 kwa Dodoma Jiji kuibuka na ushindi mabao 3-2. Mabao ya Alan Okello kwa upande wa Young Africans akifunga mabao yote mawili, dakika ya pili na dakika ya 42, wakati Dodoma Jiji mabao yao yakiwa yamefungwa na Mwana Kibuta dakika ya 90 na Waziri Junior dakika ya 96 baada ya zile dakika za nyongeza, wakati bao la mapema kabisa kabla mabao hayo ilikuwa ni bao la kujifunga la Bakari Nondo Mwamnyeto dakika ya 29. Bwana, Dodoma Jiji wamefanikiwa kuharibu ile rekodi ya Young Africans ya unbeaten. Nimefurahi sana. Mimi nimesema kwamba nimefurahi sana. Umefurahi sana? Nimefurahi kwa sababu Dodoma Jiji ni moja ya timu ambayo jana nimeona wakicheza kwa malengo. Ndio. Wakicheza wakijua kwamba focus yao ni ipi, na wakicheza wakijua kwamba tunacheza na timu ya aina gani. Jana nimeona mfumo wa kocha wa Yanga Mwali, kitu ambacho aliingia nacho, lakini na mfumo wa kocha wa Dodoma Jiji kwamba ameingia na mfumo gani. Ndio. Kocha wa Dodoma Jiji, moja ya makocha ambao jana wameingia, hakuiogopa Yanga kama ulikuwa unatazama mchezo. Ndio. Yaani kuzuia kwenda kurudi, kuzuia kwenda kurudi. Umeona? Hicho kitu Dodoma Jiji wameweza waliwin. Na Yanga nao wakajiachia katika ile mifumo. Ndio. Ya kwamba twende kwao turudi. Ndio. Kitu ambacho kiaje kufanyaje kikawa cost. Unajua ile mifumo kufunga mlango. Mifumo ya Pedro ilikuwa akishapata ushindi analinda ushindi. Lakini jana tumeona Moal ni yeye akishapata ushindi lakini ni vurugu. Lakini pengine ni kutokana na wakati Young Africans wanaongoza, unajua Dodoma na wenyewe walikuwa wanapiga pressure kweli kweli. True. Kwa pengine ilimlazimu afanye mashambulizi kutafuta namna ambayo anaweza kuongeza idadi ya mabao. Sawa. Na tukizungumzia mchezo wa jana ulivyokuwa. Ndio. Bonge la mechi. Ushindani. Ndio. Tumeshuhudia boli kipigwa. Utafurahia matukio yote ya uwanjani, nikimaanisha kwamba magoli ya Alan Okello. Ndio. Bonge la mchezaji, anafanya kazi kubwa sana pale Yanga. Mpaka sasa hivi magoli ngapi? 7. Magoli 7. 7 assist 7. Maana yake ameshiriki kwenye magoli mangapi? 14 mpaka sasa hivi. Na ni mchezaji ambaye amesajiliwa dirisha dogo. Sasa mtu kama huyu, na kumbuka alivyokuja kuclick moja kwa moja kwenye nini? Kwenye kikosi. Kwa hiyo angeclick moja kwa moja alivyokuja, angefanya makubwa zaidi kwenye kikosi cha Yanga pale. Kwa hiyo tunampongeza kwa kitu ambacho anakifanya. Okello ni mchezaji mzuri, na mimi tutakubaliana pia na watazamaji wa JNTV, kwa sababu anafanya performance ambayo ni nzuri, ambayo tunaishuhudia kwa macho yetu. Ndio. Kutoa assist ni kazi kubwa, ni moja ya mchango wa mchezaji. Yaani ogopa mchezaji uwanjani ambaye anatoa assist. Sijui unaelewa bwana Shurimari? Ndio, naelewa. Yaani mchezaji ambaye anatoa assist uwanjani. Lakini pia huyo mchezaji akipata nafasi hakuachi. Anafunga. Ni mchezaji mzuri sana. Unakumbuka Aziziki? Namkumbuka. Aziziki alikuwa akimnyoshea kidole hivi Pakome hivi. Akiingia tu pale anajua anaweka wapi.
kariba ya hata ina wachezaji wa Faisal. Umeona sasa? Yaani ukiona tu amekufanyia hivi mkono kwa bwana, weka pale, ingia haraka sana iwezekanavyo. Mambo yalikuwa yanakaa. Kwa hiyo jana Yanga ilifika wakati wakasema hii game mshamaliza hii game. Na nikakwambia hii game si moja sasa hivi. Kwa hapo Yanga wana kazi ya kufanya, warudishe ili goli, sio ndivyo? Wawe na angalau 2, lakini pia huku watafute goli la 3. Adeni, kwa sababu ukiwa na magoli moja au kwa 2, yaani yule ambaye ana moja ana uwezo kufanya comeback nzuri, ndio akashinda goli lingine. Sasa ndio sasa hapo naam, tukisalia hapo ambapo umesema kwamba mara nyingi mtaji wa uongozi wa magoli ni inatakiwa wala uwe na magoli mawili, kwa mara uwe na interval ile ya magoli mawili kutoka yule ambaye yupo chini na wewe ambaye si ndio? Sasa ukitazama ni kama Yanga walikuwa wanatengeneza nafasi tofauti ilivyo kwa Dodoma Jiji, sawa, si ndio? Lakini wakawa ni kama matumizi hayakuwa mazuri sana, si ndio? Kilipaswa kufanyika, tunasema yani kitu gani sasa tofauti na pengine kuendelea kuongeza nguvu ya kushambulia, au pengine wangemiliki tu mpira? Kiufundi ilipaswa kufanyika kitu gani kwenye dakika zile ambazo Dodoma wanakuja, Young Africans wana uongozi, sawa, si ndio? Wa goli 2-1, si ndio? Wanaendelea kupiga pressure. Kilitakiwa kufanyika nini? Yanga wangekumbuka kwamba wapo kwenye ushindani wa ubingwa, kwamba mshindani wetu ambaye tunaye anatafuta sisi tupoteze awe na furaha. Sijui unaelewa na maanisha nini, kwamba Yanga sasa jana mara baada ya kupata yale magoli mawili, aidha kocha angefanya ulinzi kuja kulinda, akasema wao wanakuja kwa ajili ya pressing na pressure, sisi tulinde, after then tutumie counter attacks. Ndio hii ingesaidia mno, kwa sababu sasa hivi huu ni mzunguko wa mwisho na ni mechi za mwisho. Kwa hiyo unapopoteza na ambaye anakunyemelea kwenye ubingwa, na yeye yani alama ambazo zipo ni ndogo sana, ndio ni chache kukufikia wewe. Kwa hiyo pale Yanga kocha alikuwa anatakiwa ajue kwamba okay, sasa hivi tukalinde ushindi ambao tufanyaje tumeupata. So alikuwa na bao 2 wanazo, ndio wangelinda. Sasa hivi bwana, tutumie nini, tukalinde afu tuna press kwenda, na tukishafika kule tunarudi haraka kuja kuzuia ndio. Sasa kwa hiyo hayo yote walishindwa kuyangamua mapema Yanga, kwamba wao wakaona Dodoma Jiji ni ampeche tumeshachukua mapema. Gwera, unajua Gwera mapema dakika ya kwanza, sijui dakika ya pili ya mchezo wameshafunga goli, ukaenda wakarudisha, haya wakafanya comeback tena. Kwa hiyo ni vitu ambavyo Yanga watakiwa kuvingamua mapema bwana Shukrani. Ndio. Naam. Na ukijitazama pia kosa za magoli kwa Yanga imekuwa ni tabu kubwa. Akina Maxi Nzengeri mpia ndio wanapata nafasi, lakini kuzitumia kwa usahihi ni vigumu. Hatuwezi tukajaji kwa sababu kwenye uwanja kuna mambo mengi. Unajua mchezaji akiwa uwanjani ana sekunde kadhaa za kufanya maamuzi. Sijui hapo kama nipata vyema. Nakupata vizuri. Kwamba mpira nimereceive, nimeshaupata. What next? Sasa yani hapo yani mpira kwenye miguu, nini kifanyike? Kwa hiyo akina Maxi na kukosa ule umakini, kushinda kujua bwana hapa nifanye nini. Maxi Nzengeri mpia alikuwa na uwezo wa kutoa pass. Ndio. Sijui unaelewa? Kwa Prince Dube. Lakini akaamua afanyaje? Aliwash ngome ikapaa juu. Hapo umeshakosa goal. Ukija kwa Prince Dube, ndio almost kama sijasahau amemnyima assist Alan Okello. Kumpa Okello angeshinda hat-trick, lakini pia kuna nafasi nyingi amezikosa Dube, almost 3. Sijui kama nakumbuka. Ndio. Nafasi 3 kabisa ambazo unasema hizi zimekuwaje? Japo kabisa hata alikuwa anakosa, unaona hapa
na kipa naye amefanya maajabu kwenda kufanya attacking zile pale. Ndio. Kwa sasa Yanga kosa zinazo hizi jana zimewagharimu. Goli la Mwamnyeto no one can, hamna mtu wa complain. Yaani ile pale ni situation ambayo inatokea kwa mabeki wengi. Yaani sio hapa Tanzania tu. Kwa mabeki wengi sana. Ule mpira ulikuwa upo kwenye kasi kubwa na alikuwa anataka aweze kuondoa. Lakini sasa aliondoaje? Kwa bahati mbaya kapiga sehemu ambayo sio, ukaingia nyavuni. Na ukiangalia kwa upande mwingine ni Bakari Mwamnyeto ni kama tunasema kwenye kanuni ya ulinzi. Kwenye ule mpira kwanza, ule mpira ulipokuwa ulitokea upande wa kulia kwa maana kushoto mwa Young Africans, yes. Ndio. Na Bakari Mwamnyeto alikuwa ametazama kuelekea upande ambako mpira unatokea. Ndio. Na ukitazama tena ukienda kurejelea ile video utaona Yao Kwasi Ataula akionyesha kwa ishara kwamba ungeuondoa mpira kwa mguu wa kushoto. Sawa. Kwa hiyo kwenye kiulinzi licha kwamba ni makosa ya kimpira ni yes, kweli. Ni makosa ambayo anaweza kufanya mtu yeyote, lakini kiulinzi Bakari alifeli kwa kutaka kuondoa ule mpira tena kwa mguu wa kulia tena. Alikuwa anataka kuuondoa kwa mfumo wa kupiga ile trivela. Kwa maana alitaka upigie kwenye ubapa hivi. Watu wa soka tunaita mara nyingi kama kibao fulani. Kibao ataka ipige hivi. Hakupiga eneo la ndani ya mguu au juu ya mguu. Sahihi. Kwa hiyo Yao Kwasi ukitazama alikuwa anamtolea ishara ungeuondoa kwa mguu wa kushoto. Kwa maana ndio ingekuwa rahisi, maana yake ungeuelekeza uelekeo wa lango la wapinzani. Yes. Kwa hiyo matokeo yake ukakatika, ule mpira ukaingia wavuni. Lakini jana bwana Andrew Nehemia, yes, tuongee kidogo kwa ufupi kuhusu Nelson Munganga. Kiungo wa Dodoma Jiji. Kuna siku moja hapa nilikuwa nazungumza kwamba ukitaka kuitawala Young Africa hakikisha umemdhibiti Djuke Abuya. Yaani msimu huu Young Africans ukitaka kuidhibiti mechi nyingi sana ukitaka kuifunga Young Africans hakikisha Djuke Abuya hafanyi progress ya mpira kuelekea mbele. Kwa sababu mara nyingi Djuke Abuya si kiungo wa kuweza kuchukua mpira akarejesha nyuma. Mara nyingi yuko very direct, akichukua mpira na waza kuelekea mbele. Na hata ukiangalia nafasi ambayo alikosa Prince Dube ni Djuke Abuya baada ya kupoka mpira akaanzisha movements, akadribble akaweka mpira kwa Alan Okello. Yes. Alan Okello akaweka pasi ambayo Prince Dube alikwenda kukosa. Mara zote au mara nyingi sana Djuke Abuya amekuwa akicheza hivyo. Sasa jana alikutana na kiungo Nelson Munganga. Kiungo ambaye tunasema ni composure yake ni ya hali ya juu sana. Ni mtulivu kwa kiasi kikubwa sana. Anajua nini anakifanya kwa wakati gani. Sasa mara nyingi kutana na timu ambayo kama Yanga ambayo ina viungo wazuri. Alafu ukitazama walikuwa wanapiga pressure wanapokuja. Ukiwa na kiungo kama Munganga kwenye timu yako, faida kubwa ambayo unaipata, yes, ana uwezo wa kucontrol dimba. Si rahisi kumezwa na pressure ile, na kwa sababu wale wapinzani wanakuja wakiwa na kasi, maana yake yeye anapochukua mpira anatuliza kwanza, anajua wapi ni tempo ya timu. Alafu inakuwa ni rahisi yeye kuanzisha sasa safari, kwa sababu tayari mpira unakuwa kwenye utulivu mzuri. Kwa hiyo jana Nelson Munganga alikuwa ni chachu kubwa sana ya kuweza kuwafanya Young Africans wasitanue sana kwa kiasi kikubwa. Yes. Kwa sababu kama wangefanikiwa kucontrol kiungo kwa asilimia kubwa Yanga, ingeweza kuwaletea madhara makubwa zaidi ya Dodoma Jiji, licha ya kwamba ni kweli walitengeneza nafasi lakini hawakuweza kuzitumia. Na kwenye ukimzungumzia Munganga pia mimi ni msifu sana kwa sababu ni mtu mwenye nguvu. Yes. Ana nguvu, sio mchezo. Lakini na Okello pale alikuwa tu akiwekewa tu kidogo. Ndio. Okello huyo Chani. Pale jamaa anasimama na boli kabisa, watu wanakijaa huku, mtu huwezi kunanili. Kwa hiyo ni moja ya striker viungo ambao timu nyingi zinatamani kuwa nao. Kwa sababu unapokuwa kati ukiwa na nguvu na mpira unao unaweza kuumiliki mpira. Lakini kama wewe ni kiungo
nguvu hauna, angalia kina Kagoma wanachokifanya katikati pale pale Simba, kwa sababu ni mtu ana mwili mdogo lakini miguu na nguvu ya kutosha. Kwa kumnyang'anya mpira haraka haraka inakuwa ni yaani ni jambo la kutumia akili kubwa. Wewe mtu kama Duke Abuya kuchukua mpira kwake lazima struggle. Ndio. Uje kwa jamaa Damaro kuchukua mpira ni ngumu. Kina Kamiko pale Azam na unaona kabisa kwamba wanafanya nini. Watu wenye nguvu katikati pale. Hawa watu viungo pia tutawapongeza. Mganga jana nilikuwa na enjoy mpaka namwambia mshikaji huyu ni hatari sana. Sema hatari sana kweli. Na jana ameonyesha Yanga kwamba mimi kweli ni mtu. Ndio. Kwamba mimi ni mtu. Bwana sawa, ndio Nehemia, mchezo uligubikwa na matukio mengi sana, lakini moja kati ya matukio ambayo mashabiki wa Young Africans wanalilalamikia kwa ukaribu zaidi ni pamoja na tukio la Djigui Diarra baada ya bao tu la kujifunga la Bakari Mwamnyeto. Ni wengi wanadai kwamba Djigui Diarra hakuumia, ila alichukizwa na kitendo cha timu yake kuruhusu bao kwa mtindo kama ule akawatoka, lakini baadaye nafasi akachukua Hussein Masalanga akafungwa bao ambalo wengi waliliita ni bao la kizembe. Na ukiangalia football ni kweli bao la kizembe sana. Sasa mimi ukitazama haya mabao yote mawili kabla ya bao la Waziri Junior, mabao haya yote mawili kuna namna Bakari Mwamnyeto amechangia. Bao la kwanza alijifunga moja kwa moja. Bao la pili kama umetazama vizuri, wakati cross inapigwa Bakari Mwamnyeto alikuwa ndani ya 6 na akatisha kama anataka kupiga kichwa fulani hivi, lakini aliuacha ule mpira. True. Kwa hiyo ukitazama marumbano ya Bakari Mwamnyeto na Hussein Masalanga, ni kama Hussein alikuwa anamwambia Bakari kwamba vipi sasa, mbona umetisha kama unataka kupiga kichwa alafu umeacha. Mwamnyeto naye anamwambia mbona umefika kwenye mpira lakini umeshindwa kuudaka, imekuwaje tena? Unaona, ni bao ambalo true. Lakini mimi naweza nikasema Bakari Mwamnyeto amechangia, lakini kwenye lile bao ni amechangia kwa 10% tu. Kwa 90% utampelekea lawama Hussein Masalanga, kwa sababu mlinzi anapofanya makosa wewe ndiye mtu wa mwisho wa kusahihisha. Of course. Sawa. Na kama ulifika kwenye mpira kabisa lakini umeshindwa kuudaka, maana yake wewe ndiye mwenye makosa kwa 10% zote, kwa sababu si mara zote mabeki watapatia. Ukiona mpaka shoot on target imepigwa, maana yake ujue kuna makosa yamefanyika kwa mabeki, wameshindwa kuzuia. Kwa hiyo kipa wao ndio anatakiwa kufanyaje? Ucheze ule mpira. Kwa hiyo watu wengi wamekwenda hata kwenye mitandao ya kijamii, mashabiki wengi wameonekana kumshambulia, wakimshambulia Prince Dube pia kwa kukosa nafasi. Unatazama tunasema hili unalipa mtazamo gani? Yanga ambayo inawania ubingwa, si ndio? Yanga ambayo wachezaji wake wengi jana walikuwa na makosa ya kitimu lakini ya mchezaji mmoja mmoja. Sahihi. Na jinsi wanavyoshambuliwa mitandaoni na kwenye majira kama haya ya pressure, unaweza kulitolea mtazamo gani? Mchezaji ukiwa uwanjani, makosa ambayo anayafanya yanaweza kukugharimu wewe, hata mashabiki waanze kukuzungumzia vibaya. Na mashabiki ni moja ya watu ambao wanawatoa wachezaji kwenye tension. Ndio. Sio, unaelewa? Mimi nije nizungumzie kwanza tukio la Diarra, ndio. Kama ni kweli hajaumia, si ndio hivyo? Na mimi ripoti ya madaktari itakuja utatoa taarifa kwamba bana labda kupata injury, labda ilikuwa hivi na hivi na hivi. Na mashabiki wengi wamekwenda mbali wakishinikiza klabu imsimamishe kucheza Djigui Diarra, asicheze mechi zote zilizosalia. Kwa sababu kama unajua angekuwa golini pale Diarra, naamini kabisa kwamba ile goli la Masalanga angeweza kufanya save. Sisi kwa goli ile pale, kwa sababu ni mmoja wa makipa yupo makini sana. Lakini pia kama ametoka uwanjani kwa ajili ya goli la kujifunga kwa Mwamnyeto, bado atakuwa ni mtu ambaye hajakuwa kimpira. Sio, unanielewa hapo? Kwa sababu hakuna mchezaji mkubwa ambaye anaweza katoka kwa magoli ya kujifunga. Juzi umeangalia game ya Al Nassr na Al Hilal. Unaona kichotokea? Ndio. Mbona kipa akusema toke uwanjani? Mbona kupenda kipa azime? Pengine kwa sababu ilikuwa ni dakika ya mwisho. Sasa
Sasa just imagine kwa Diarra. Kwa nini asingeweza kutulia kwa bana, ngoja mimi nitulie niweze kusaidia timu yangu. Na kama kupoteza kwa game ya jana na Diarra hakuumia, yani ile hapa itamchoma moyoni. Lakini ingawa bado hatuna uhakika kama alitoka kwa sababu gani. Lakini kwa mitazamo ya mashabiki yasi tunaamini kwamba aliumia akatoka uwanjani, kwa sababu mpaka kutolewa uwanjani maana yake mtu ameumia. Tena mlinda mlango huwa ni nadra sana kufanywa mabadiliko pasipo na dharura. Lakini pia kwa Masalanga naye wewe unajiposition kivipi kwenye mpira wa pembeni? How do you position yourself? Wanakwambia namna ya kujiposition kama kipa mpira wa pembeni, hakikisha nini? Hakikisha huku nyuma huachi nafasi. Nafasi iache mbele ya nini? Mbele yako wewe. Kwa nini? Kwa sababu mpira mingi ambayo inatokea pembeni watu wanalenga engo ya upande wa kushoto wa kipa, mkono wa kushoto. Kwa hiyo lazima ujue kwamba najiposition kwa namna gani. By the way, mwenyewe ule mpira ni kama vile alionyesha ishara kufanyaje ya kuupiga. Sasa na Masalanga akaupisha. Inawezekana Masalanga naye akawa akili imeshamwambia kwa sababu kuna beki anaweza kaucheza. Ataucheza. Lakini kumbe mpira umelengwa vizuri kabisa. At the end na mpira huo hapo afanye nini? Kujitupa tu kuonyesha kwamba nimeenda. Kumbe ngome imeshakuwa. Lakini bwana mambo yalikuwa ni mengi sana. Yes uko na tukizungumzia bao la mwisho la Dodoma Jiji. Dodoma Jiji. Umeona? Jana nikawa nakwambia mastreka wa Yanga ndio walaumiwe. Sio naelewa? Ndio. Ili mastreka namba 7, namba 11 wale wote ambao wanaweza kuingia moja kwa moja kwenye 18 za mpinzani walaumiwe. Mabeki wa Yanga jana walienda kuongeza nguvu wapi? Mbele. Kwa sababu mastreka sio walikosa. Ndio. Namna gani ya kufanya? Lakini mabeki wakaona tukaongeze nguvu mbele. Akabaki yao mwenyewe pale. Sijui naelewa. Kwamba tukaongeze nguvu angalau tuone kwamba tunaweza tukafanyaje? Tukarevamp. Tukaweza kushinda huo mchezo au tutoke hata sare. Lakini at the end mambo yakawa ndivyo sivyo. Wakawafanyia pressing ya haraka ya moja kwa moja. Sijui naelewa. Ile pale inaitwa hatari. Sasa yao amebaki amekunjwa. Najua kwa sababu kwamba yule amekutana na typical striker. Hivyo bwana, sawa, mambo ni mengi kweli, lakini tukapate break fupi sana. Okay. Mapumziko mafupi sana, kisha tukirejea hapo tutakwenda kuangazia taarifa kuhusiana na mchezo huo wa Dodoma Jiji dhidi ya Young Africans. Na hapa tutakwenda moja kwa moja kutazama mwarobaini wa masuala ya waamuzi, kwa sababu jana lilifungwa bao la Young Africans, bao la pili la Alan Okello dakika 42, ambalo kwa mujibu wa picha za marejeo kwa mtazamo wangu ni kwamba Alan Okello alikuwa kwenye mtego wa kuotea. Sasa kwa mtazamo wa Andrew Nehemia pia tutakwenda kupata hapo mtazamaji, na tukirejea pia tutaangazia taarifa nyingine kutoka kwenye ligi kuu ya NBC Tanzania Bara.